Nataka tuongee neno hili la kuhusu destiny. Destiny. Connecting yourself to your destiny. Everybody of us, kila mmoja wetu ambao wako hapa duniani, yule ambaye amezaliwa na dunia hii anaishi, ako na destiny yake. Everybody has a destiny. But sometimes, lakini wakati mwingine hatupati kujua destiny yetu. Wakati mwingine tunaishi maisha tu ya kawaida, tunafanya mambo ya kawaida, tunaishi, na kuna watu wengi wamekuja hapa duniani, hatima yao ingekuwa kubwa kwa sababu destiny ni hatima. Hatimaye mwishowe utarejelea hiyo hatima mwishowe. That is the destiny. Mungu amenuia ufike wapi? Hatima. Kuna wengi wamekuja dunia hii, wamefika Nairobi hii, wameenda kwingine, waliajiriwa kazi kwa makampuni, kwa serikali, lakini hawakujua hatima yao ama ni nini kile ambacho Mungu alitaka wawe ama wapate katika bahari ambapo waliwaweka. Mungu akawapatia kibali, wakaanzisha biashara, lakini hawajajua hatima, hawajui ni nini. Mungu akawabariki na familia, akawapa wake, akawapa waume, lakini hawajajua hatima. Mungu akawabariki, akawapa watoto, lakini hawajajua hatima, hawajali. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Dokijilio sio kina hawajali. Wanaishi tu, wanaendelea tu na maisha, lakini ni vizuri sana kujua hatima yako. Mwandishi mmoja wa vitabu alisema kuna mambo mawili muhimu sana katika dunia hii. Jambo la kwanza muhimu sana ni siku mbili muhimu sana katika maisha haya. Siku ya kwanza muhimu sana ni siku ile mtu alizaliwa. Birthday. Na tunaienzi hiyo birthday. Tunakumbuka birthday sana. Ni muhimu sana kwa sababu ndio ilikuintroduce, ndio ilikuwa gate, ndio ilikuwa siku na wakati uliingia katika dunia hii. Siku nyingine kubwa sana ya muhimu sana ni siku ambayo mtu anajua hatima yake. Praise the name of the Lord. Ukijua purpose yako, unajua kwa nini unaishi. Kuzaliwa ni jambo moja, lakini kujua hatima ama kwa nini ulizaliwa na uanze kufuatilia jambo hilo ni jambo lingine mzuri sana na muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka kuongea juu ya hiyo destiny. Tumesomewa somo kutoka kitabu hicho cha Mwanzo juu ya jamaa tunajua sana, mzee tunajua sana, ambaye tunasema ni baba wa wokovu, anaitwa Ibrahimu. Na ningetaka tuangalie, tutazamia hiyo neno kuhusu Ibrahimu. Ibrahimu alizaliwa kwa familia ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Familia ya kawaida kama familia zingine. Akazaliwa na wazazi wa kawaida. Akazaliwa na ndugu na dada, alikuwa na ndugu na dada, na akaishi maisha ya kawaida, na akafanya mambo ya kawaida, kwa sababu kule ambako alizaliwa walikuwa wafugaji. Akaanza kufuga ama akagawiwa mifugo na baba yake, na hata akaoa kama vile wengine walikuwa wameoa katika kijiji kile. Lakini ilifika wakati Mungu akataka kumuonyesha hatima yake, destiny yake. Na ni kama Ibrahimu alikuwa anapenda sana ile nchi, kama kile kijiji ambacho alizaliwa. Kama vile pia sisi wakati mtu amezaliwa pahali, Mkikuyu anasemanga yule ambaye hatembeangi, anasemanga mama yake tu ndiye anajua kupika. Kama hujatembea utasema tu kwenu ndiko kuzuri, ndiko kuna mambo mazuri. Lakini Abrahamu katika kuishi kule alikuwa anaona hapo ndipo atanawilia, hapo ndipo mambo yake yote yako. Labda alikuwa amegaiwa shamba na baba yake, ama alitazamia wakati ukifika atapewa portion ya shamba. Labda alikuwa ameanza kufanya mikakati na mambo mengi, lakini wakati Mungu akaja akajifunua kwake, akamwambia hatima yako sio hapa. Your destiny is not here. So raise up Abraham and go to a place that I will show you. Praise the name of the Lord. Akasema hatima yako sio hapa. Wewe sio wa hapa, hutarithi hapa, hutakaa hapa. Nataka uamuke, uondoke, uende pahali ambapo nitakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na unajua wakati Mungu anakuta Ibrahimu, ako na familia, ako na watumwa, ako na ng'ombe, ako na gamia, ako na kondoo, ako na mambo yake, alikuwa na boma. Lakini Mungu anamwambia sio hapa.
Hebu niambie mwenzako, sio hapa. It is not where you are. Your destiny is not where you are. There is another place. Kuna mahali ambapo Mungu anataka kukupeleka. Ni kweli mahali huko unaweza kuwa umetosheka. Ni kweli mahali huko unaweza kuwa una changamoto moja, mbili, tatu, lakini hiyo haitoshi. Mungu kuna mahali anataka kukupeleka. Kumbuka nilianza kwa kusema ya kwamba kila mmoja wetu ako na destiny. Kila mmoja wetu kuna hatima ya kila mmoja wetu. Kwa hivyo kuna mambo ambayo nitayaguzia na ningetaka tuyaguzie tukiangazia maisha ya Ibrahimu, yale ambayo Mungu alitaka amwambie na afanye. Na kwa sababu wakati mwingine kuwafuatilia na kushika hatima yako sio kitu tu kitafanyika hivyo. Kuna gharama. Hebu ambia mwenzako kuna gharama. Kuweza kupata hatima yako, to know your destiny and get it and grasp it, it is costly. Kuna gharama. Na Abraham aliendea gharama ile. Jambo la kwanza ni kwamba gharama. Ambia mwenzako gharama. Gharama wakati Mungu anakuja na kuambia utoke hapa. Anakuambia sio hapa. Na umejipanga. Wewe unaona kama mambo yako yataishia hapa. Wewe umeweka mikakati yako. Sasa kusikiza sauti ya Mungu na kuacha kile ambacho unajua uweze kuenda mahali ambapo huelewi inakuwa ngumu. Praise the name of the Lord. Ni lazima utagharabika. Na wakati mwingine ukienda kuambia watu kile unaona hawataelewa. Gharama zingine ni za kiakili, utateseka kwa mawazo. Before you get to understand and to know what God wants, utagharabika kwa sababu utawaza na kuwazua. Utafikiria nifanye nisifanye, nitoke nisitoke, kama vile Ibrahimu alikuwa. Lakini alifika mahali akaamua. Hebu niambie mwenzako kuamua. Making a decision. Kuamua tu. You make a decision and say it is now or never. Ni leo ama haitakuwa. Akaamua. Kile kitu kingine muhimu, wakati Ibrahimu aliitwa, hakuitwa tu. Mungu hakumwambia tutoka. Kuna ahadi ambazo Mungu alimwambia ya kwamba ukitoka hapa, kile ambacho nanuia kufanya ni ya kwamba nitakufanya taifa teule, nitakufanya taifa kubwa, nitakuinua, nitakubariki, na wewe tu utakuwa chanzo cha baraka kwa wengine. Na mimi nimesema na nitatimiza. What God wills to do, kile ambacho Mungu anataka kufanya anatimiza. Praise the name of the Lord. Tuna wimbo wa Kikuyu tunaibaga, Mungu hufikisha ahadi zake. Haoni giza wala mlima wakati anakuja kufikisha ahadi zake. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na Mkikuyu anasema gaina lidhomea to. Hakuna lango ambalo Mungu hajui. Anajua kwako, anajua kwangu. Alijua kwa Ibrahimu katika siku zile. Lengo lile Mungu ako nalo juu yako, God is willing to fulfill it. Just imagine. God is ready. God is willing. There is nothing that can stop God from fulfilling the destiny that He has put in your life. God had destined that Jonah will preach to the Ninevites. Jonah akajaribu kutoroka njia za kando kando. God made sure wakati anaingia kwa boat, Mungu anaingia naye. Wakati anarushwa chini ya maji, Mungu anatumbukia huko ndani ya maji. Anamweka ndani ya samaki for 3 days. Na usome hiyo katika Ministers Corner ya leo. Sijui ni wangapi wameona Ministers Corner. Sijui kama nikianza na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Akawa kule tumboni mwa samaki mpaka siku 3, na mara after the 3 days akawekwa bahari ambapo Mungu alikuwa anataka awe. Sometimes Mungu anatupitishia mambo mengi kwa sababu tunakataa kuenenda na lengo lile yako nalo. Anatupitishia katika mambo mengi, lakini ni vizuri kujua ya kwamba kile ambacho Mungu ameahidi, sisi tukilaindika na tukae ndani yake na tuweze kusikiza sauti yake, tunaweza kupata kile ambacho Mungu ametuahidi, na hatima yetu tunaweza tukaipokea. Nasema ya kwamba jambo la tatu ni ya kwamba hatima yako sio yako peke yako. Your destiny is not for you alone. Tulikuwa bahali na tukakumbushwa wakati mwingine tunasema Jesus Christ is my personal savior. Yes, ni kweli.
Yesu ni mwokozi wangu, and we have individualized salvation. Na tukaulizwa, je, ukiokoka sana wewe peke yako, uende mbinguni ujikute peke yako, itakuwaje Karo? Ati ujikute mbinguni tu peke yako kwa sababu wewe ndiye tu umeokoka na hutambui wokovu wa wengine na hutaki kujua wokovu wa wengine. Nataka kusema hivi, hatima yetu, destiny yetu is not for us alone, it is for us and for others. Praise the name of the Lord. Mungu anataka kutupatia destiny nzuri ili tuweze kuwa baraka. Abraham aliambiwa, kupitia kwako mataifa yote yatabarikiwa. That through you all the nations of the world will be blessed. It is through you that your family will be blessed. Mungu anaweza kukuinua. Mwimbaji mwingine aliimba akasema, nali korokwa ya mundu umwe kwa nyumba yitu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nakanya Mungu ndegetha riria kwa gya thina ri tugatiga kuonana giririo. Baby, God has chosen you amongst your family. That is why you landed in the city. That is why you got that job. That is why you got that business. Your blessings, your destiny is not for you alone. You are supposed to pull others. Unastahili kuinua wengine. Praise the name of the Lord. Bahali huko, majirani wako, marafiki zako, unastahili kuwaleta waweze kuwa baraka, kupokea baraka ambazo, wagawe baraka ambazo Mungu amekubariki. Wagae destiny ambayo Mungu amekupelekea. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ya kwamba baraka zetu, destiny yako sio yako peke yako. Sio yako peke yako. Kuna wengine ambao Mungu atawaleta katika maisha yako, uweze kuwavuta, uwatoe pahali wako, uwapeleke pahali Mungu angetaka. Na ndiposa Mungu anakupeleka. Na tukiwa waaminifu, if you are faithful to bless others, to bring others, God continues to increase us. Praise the name of the Lord. If you really become a blessing to others, you become a partner with God. Unakuwa utendakazi pamoja na Mungu. Na hakuna wakati Mungu atakunyima chochote ambacho unahitaji, kwa sababu anajua through you others are blessed. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Tujiulizie mwenzako, umebariki wangapi miaka hiyo umeishi? Wewe unaweza kusema kuna mtu, unajua kuna watu wanakuita mama. Eunice, sio watoto wako. Labda kuna msichana ulienda ukaguza pahali, akapata attachment. Hata mkikutana hawezi akakuita Eunice, anakuita mama, kwa sababu you prayed a part to connect her to her destiny. You became a blessing to her. Hebu niulizie mwenzako tena, have you become a blessing to anyone in your life? Praise the name of the Lord. And if you want your destiny to move, to connect yourself to your destiny, you must be willing to share what God is giving you. However small it is, share with others. Praise the name of the Lord. Through Abraham, all of us are blessed. Kupitia kwa Ibrahimu, baraka za Abrahamu, sisi tumejuana na Mungu kwa sababu ya Ibrahimu, kwa sababu ya mambo ambayo alifanya. Na hakuwa mtu wa kushika, hakuwa mtu wa kukataa na baraka zake, alizigawa kwa wengine. And then finally, your baraka, your destiny is a choice. Your destiny is a choice. Ni uamuzi wako. It is your choice. God visited Abraham huko nyumbani kwao, akamwambia toka. Abraham had to contend with this. Abraham alikaa kuwaza na kuwazua, kufikiria ataondoka ama atafanya nini. Wakakaa na mke wake, akamwambia nasikia sauti, nasikia kuitwa, nahimizwa tutoke, twende. Na wanaongea, wanajadiliana. Abraham anaenda kwa babake, anamwambia mambo ni haya. Nasikia kufanywa, nasikia nikiitwa. Anaenda kwa ndugu zake, anaenda kwa majirani, anaenda kwa ndugu zake. Wanataka, lakini mara ya mwisho it is him who had to make a decision. Praise the name of the Lord. Your destiny, you have to make a decision for your destiny. You must make a decision, a choice. You must choose what you want in life. Ni lazima uchague. Unataka kukaa hali ile ama unataka mabadiliko? Unataka kusonga, unataka kusikiza sauti ya Mungu, ama umetosheka na ule ukawaida? Umetosheka na pahali huko, umesikia ya kwamba mambo yote yako sawa, unaangalia kile unaona, because Abraham became the father of faith. Na tunaambiwa ya kwamba imani
ni kuamini na ni kukubali mambo ambayo hayako unayaona kama yako. Praise the name of the Lord. Things that are not there, but you believe they are there. Abraham was called by a God that he had never known. He was just hearing a voice. He believed and he went. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako imani. Faith. Abraham had faith. He became the father of faith. Ni baba wa imani. Aliamini sauti, akaamini Mungu, akatoka, akaenda. Hata wakati aliambiwa toe mwana wake wa pekee, huyo anaitwa Isaac, aliamini Mungu. I like it in how it is recorded in Hebrew chapter 11. Ya kwamba wakati Ibrahimu aliambiwa atoe mtoto, aliamini ya kwamba Mungu ambaye alimpea, God who gave him this child in old age, is able to resurrect the same boy and give him back to him. Praise the name of the Lord. Atukijilio shoke kuetekia. Hiyo imani ni mzuri sana. For you to connect yourself with your destiny, you must be a man, a woman of faith. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa imani, unasema sasa ninakata. Kuna watu wamekaa wakisema sasa mimi ninafanya kazi tu mwaka huu. After that, na resign nienda nikafanya business. Na anafanya survey, ni biashara gani anaweza kuanza. Anafanya, lakini mwaka ukianza anaomba tena, anasema sasa nikitoka mahali najua niende mahali sijui, how will it look like? Hello? Bwana asifiwe. Unakuta mtu ameng'ang'ana tu. It takes faith. Ambia mwenzako it takes faith. Inachukua imani. Imani hiyo Ibrahimu alikuwa nayo ndio ikaweza kumpeleka mahali ambapo angefika. Alitamani kufika na akaweza kupata a destiny yake. Ningetaka kumaliza kwa kusema mambo matatu muhimu sana ambayo yanaweza kutuconnect kwa destiny zetu. Very very important things. Things that we need to work out. Yale tunastahili kuyafanya leo na kesho ndio tuweze kuconnect ourselves to our destinies. Mambo ambayo tunastahili kuyafanya ili tuweze kuconnect ourselves to our destinies. Jambo la kwanza, lazima tuache ukawaida. We must live ordinary. Tuache living, kuacha. Sijui kama unashika. We must depart from ordinary things. Abraham, prior to his calling, he was living an ordinary life. A pastoralist, a worshipper of idols, because that was what was ordinary in those days and in his life. Ordinary. Na wewe pia unaweza kujiangalia, uangalie maombi yako, yale ni ordinary. The ordinary things that have crept in your life, zile zimekushika, mambo ya kawaida, yale unaonaga tu ni kawaida. For you to get to your destiny, you must depart from your ordinariness. Mambo ya huyo ya ukawaida, tunafanyaga hivi, tunajua hivi, kwa sababu kila mtu anajua vile wamekuwa wakifanya. There is that which umeshikilia sana kila wakati, na ndiposa Mungu akaambia Ibrahimu, ili nikubariki siwezi nikakubariki ukiwa hapa. Ni lazima utoke ndio uache ukawaida. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima toka hapa ndio uweze kubadilika. Probably God had intentions to bless Abraham akiwa kule, lakini wakati anamkuta anafanya tu mambo yale wale wengine wanafanya. Hello? Anaongea vile wazee wale wengine walika yake walikuwa wanaongea. Alienda mambo yale walikuwa wanaenda. That is why God flushed him out. Go out of these people, so that I teach you to live an extraordinary life. And when you have left this ordinary life, I will bless you. I will cause you to be a blessing. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wamezoea maisha ya ordinary, ni maisha ya kuzoea. Umezoea mambo mengi. Umezoeana sana na mume wako na mke wako, umezoeana sana. Mungu angetaka kuwaleta katika level nyingine, lakini Mungu anashindwa kwa sababu ya ukawaida. Even when God speaks to you, you cannot hear kwa sababu ya ukawaida. Mungu akikwambia hivi, mke wako akikwambia hivi,
unamuona tu ni yule yule, hakuwezi kumsikiza. God is telling us for us to get to our destiny, we must live our ordinary lives and desire that extraordinary life, that we will change from what others are doing and do extraordinary things. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Don't just be an ordinary mother. Don't just be an ordinary wife. Don't just be an ordinary man and husband. Seek to be that extraordinary. Seek God. Seek help from God. Seek to listen from God. Hata kama utaenda kwingine watu wanaenda, kuwa mtu wa kawaida, kuwa mtu tofauti. Be different from others. Hello? Leo mnajua. Mnanisikia huko juu? Utafute kuwa tofauti na wale wengine. Kuwa tofauti na wale wengine ili uweze kuwafikia hatima yako, destiny yako. Ni lazima uwe tofauti na wale wengine. Kama ni wale ambao ni vijana, wale wanasoma, huwezi kuwafikia destiny yako kama unafuata timetable vile imeandikwa. Sasa kuamka ni saa 2 ama ni saa 11 ama ni 6, ukue darasani saa 2, alafu unatoka darasani saa 10. Even wale ambao wanafaulu kwa mitihani yao na maisha yao ya shule, academic life, they are extraordinary. They don't just follow the ordinary timetable. Sometimes they wake up very early, they sleep a bit later than the others. Praise the name of the Lord. Abia mwenzako ukawaida katika nyumba zetu, ukawaida katika maisha yetu. Wadada, ukawaida vile unaweka nyumba yako, vile unapika. Halo? Bwana asifiwe. Si ni vizuri kuspice hata nyumbani kuwe na tofauti kidogo. Tofauti kidogo. Kuwe na tofauti kidogo. Wakati mwingine ujaribu kupika na uweke chakula kama ni kuna buffet kwa nyumba. Sio kuwekea tu mzee ugali na nyeni kwa sahani moja. Inatoka kitchen kama imekatwa kiserekea kimanaki. Kawaida, the ordinary life. Tunataka kuona mabadiliko. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Lemwe sipaona hizo dishi mnawekea ati ni wageni wamewekewa. Siku moja uzipange hapa. Mwambie leo ni self service. Watu waende wapo. Mtu anajipakulia kile anataka. Bwana Yesu asifiwe. Halo? Si uniambie mwenzako ukawaida. Kama unataka familia yako, you are married to move to another level, you must do something extraordinary. Praise the name of the Lord. Hakuna kitu kingine kitabadilisha ndoa hiyo, hakuna kitu kingine kitabadilisha nyumba hiyo isipokuwa mtu ambaye anasikia kwamba I must move from the ordinary to something extraordinary. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ujizatiti, ujipeane pale. Mume naye ajipeane. Wakati mwingine uingie kwa nyumba uangalie ni nini hakiko. Sio lazima kila wakati ni lazima uandikiwe ni nini kinatakikana, ni nini. Enda duka kuja nazo bila kuambiwa. Praise the name of the Lord. Yes. Todori kwa duma marano gania familia ndo marano gania ni tondi. No ni uduano kuikara ordinary na kawaida, so that our families cannot reach the destiny that God intended us to reach. Mungu alinuia wakati tulisikana na Mama Njeri tuishi maisha mazuri, tupendane, tusaidiane, lakini ukawaida unatumaliza, unatuharibu. Kuna haribu jamii nyingi na ndoa nyingi kwa sababu kuna mtu anasikia hataki kubadilika na hataki kutoka pale. Bwana asifiwe. This is our families for Jesus, our homes for Jesus, lakini lazima tuondoe kawaida. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako, do things differently. Fanya mambo tofauti kidogo, badilisha mambo. Mama, ukipata pesa, enda ununue mashuka mpya ya kitanda. Halo? Hata mtu akija kwa hiyo kitanda anasikia si ile ule ukawaida. Bwana Yesu asifiwe. Miaka 20 vile kuliweka kitanda ndivyo kimekaa kimeangalia. Leo enda ubadilishe, muangalie pande nyingine. Abia mwenzako kawaida.
but you can make that house better. You can have a makeover. You can have a change. Bwana Yesu asifiwe. Badilisha hata sitting room vile inakaa. TV ipelekwe kwingine. Watu waone kama wamehama. Usionekane takwagi nondo ukimwero. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako ukawaida. Mungu anataka kutupeleka mbele. God has good intentions for us, but we might remain the same kwa sababu ya kukaa katika ordinariness. Hiyo mambo ya ukawaida. Bwana Yesu asifiwe. Mundu ndagikeria gucenjia ya ndoa Ngai. Si mtu ajaribu kubadilika kidogo. Yes, hata kazini ukawaida. Kila wakati ni maombi, mchungaji niombee, mimi sioni kama nina favor kwa kazi, bahali pangu pa kazi. Niwe uko na shida wakati mwingine. Ukawaida. Hata ukiingia kwa ofisi, usalimie wenzako, uongee nao. Kwa sababu ya mambo yale ya zamani, nitaongea mambo moja hiyo ya zamani. Ni lazima tuondoe ukawaida. Praise the name of the Lord. So that we chart away for our destiny. People are locked. Watu wamefungiwa, hawawezi kufikia destiny zao kwa sababu wamefungwa kwa mambo ya ukawaida. May God help us. Umebarikiwa na Mungu, huwezi kama vile tumesema Abraham alikuwa baraka kwa wengine, huwezi saidia mtoto wa ndugu yako, wa dada yako kwa sababu unakumbuka kitendo alifanya, alisema hakuna relationship ya mambo ulifanyiwa na hiyo mtoto. Saidia kama unaweza kusaidia. That might break that which is tied you. Point number 2. Ni lazima tuwe tayari kurespond. We must be ready to respond to God's voice. Respond to God's voice. Kusikia sauti na kutenda kulingana na vile sauti ya Mungu inatuambia. Mungu anatuambia mara moja, mara mbili. Na wakati mwingine Mungu anakuja kama vile niko hapa sasa. Na nimesema, na nitasema, na nitaendelea kusema. Lakini unaondoka hapa ukisema, nani koronga neema huko? Hiyo sermon ilikuwa yake. Aki afadhali. Si afadhali mama fulani angekuwa hapa. Si afadhali mama fulani angekuwa hapa. Wewe husikii, unasikia mambo ya wengine. Unasikilia wengine, but you never hear what God is telling you. If you want to connect yourself to your destiny, you must learn to listen and hear what God is telling you. Praise the name of the Lord. Usikie sauti ya nani? Usikie sauti ya Mungu. Na tena utake kuitekeleza na kuitenda. Abraham alisikia sauti. Alisikia Mungu anamnong'onezea, anamnenea usiku. Anamwambia hii na hii na kile kingine. Kama vile nimesema, Mungu ananitumia kusema. Wakati mwingine Mungu anatumia mke wako. Wakati mwingine Mungu anatumia mume wako. Wakati mwingine Mungu anatumia watoto, anatumia jirani, anatumia wazee wa kanisa, anatumia rafiki yako. Lakini masikio yako ni mazito sana. Sijui kama ni muziki. Ikuwa mazito ama ni nini? Ama ni wewe vile si unanichekelea. Masikio yanakuwa sasa hayasikii, huwezi sikia na huwezi kusikiza, because you are just too much on yourself and on your own things. If you want to connect yourself to your destiny, you must learn to listen. You must learn to hear what God is saying. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na jinsi moja pia ya kusikia neno bila Mungu anasema ni kusoma neno lake. Na sisi wa Presbyterian, sisi wa kanisa hili la Presbyterian, tunahimiza sana neno la Mungu. Soma neno la Mungu ulielewe. Ujue katika hali zote, ukiwa katika hali hii, unastahili kufanya nini? Nini hicho ambacho unastahili kufanya? Know and understand the word of God. Nilisema tena, sijui kama ni hapa nilisema. In any situation, ukiwa katika hali yote. Na unashindwa utafanya nini? Hujui una jawabu gani? Unasema WWJD. Unajiuliza. Wakati umeingia kwa nyumba unakuta mama amefura kama ile chura ya mgonda, unajua? Hello? Bwana asifiwe. Unajiuliza WWJD. Unajiuliza what would
Jesus do? What would Jesus do? Kwa huyo ni mtumia wa Yesu ikile nyumba kwa kale kaibete ugori angefanya nini? Praise the name of the Lord. Ama on the other side, mama, ukikuta mzee amekuwa mgumu, amekauka. Unajua wazee tunakuaga wagumu. Especially wakati kama huu wa mashule ya watoto wanarudi shule. Ulilipa school fees, mzee alilipa school fees, alinunua vitabu. Siku ya mtoto kurudi shule, mzee anatoka mapema, hataki kuongea. Sababu anajua sasa tena mambo ya fare, sijui na nini. Lakini wanakuwa wagumu, wanataka tu Bwana Yesu asifiwe. Mama, ukiona mzee amekuwa mgumu na amekauka hivyo, amekauka, na unashindwa unamuapproach namna gani? Mtoto anasema hata uniform alipoteza, na mzee anang'ang'ana nilikola kangu isio mwenye. Hata vile kuna kuwa kugumu, unajiuliza WWJT, what would Jesus? Unakuru. Apia mweza unakuru kidogo. Unakuru kidogo. Kama Yesu angekuwa hapa, kama Yesu angekuwa katika hali hii, angefanya nini? Then you ask God, help me to do like you. Praise the name of the Lord. Listen to the voice of God. Respond to that voice. Ndio uweze kuwafikia destiny yako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu na la mwisho. Forget the past. Sahau yaliyopita. Kuna watu hawajashika destiny yao kwa sababu they live in the past. Wanaishi nyuma. Hata sasa kuna watu hawajavuka mwaka. By the way, kuna watu wa Sudan walikataa kuvuka mwaka hii. Leo wanasema leo ni date 12. 31 plus 12 43. Wanasema leo ni 43rd day of January 2019. Hello? They are still there. Huko nyuma. 43rd day of January, December. 43rd day of December 2019. Bado wako huko 2019. Na tulivuka mwaka tunaingia siku 12. Hata sasa kuna watu ambao wamekwama. Mungu ananuia mambo mazuri. Mungu ananuia kukubariki. Mungu anataka kukupanua. Mungu anataka mambo mengi ya kufanyie. Lakini umekwama kwa mambo ya zamani. Nilikuwa nataka tusome wa Philippians 3:12 to 14 to 16. Bahali ambapo Paulo alikuwa anasema ya kwamba kile kitu kimoja ninasahau yale yaliyopita, alafu ninapiga mbio, ninalenga mbele kutazamia bahali ambapo nimeitwa na kipawa ambacho nimeahidiwa. Praise the name of the Lord. If you want to get to your destiny, forget the past. Forget the past. Forget the past. My brother, forget the past. Samehe mke wako. Samehe mume wako. Forget the past. Samehe watoto wako. Samehe ndugu zako. Samehe wazazi wako. Forget the past. Samehe majirani wako. Forget the past. Praise the name of the Lord. If you want to get to your destiny, you must forget the past and look ahead. Kuangalia mbele pahali ambapo Mungu amekuwekea mambo mazuri na makubwa. Unaweza kuwa umepitia hali ngumu, mambo haya na yale mengine, lakini haitakusaidia ukikwama nayo. Hello? Ukalekana maudhumasho mate, unakwama nayo. Hata umerekodi pahali, umeandika pahali. It is time to go and burn those things and forget the past. Look ahead. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Uangalie mbele pahali ambapo Mungu amekuita, pahali ambapo Mungu amekutarajia na kukupangia mambo mema na mazuri. You are hurt, yes. You are hurt. Uliachwa na mtu ambaye alikupenda, lakini huwezi ishi. Huwezi fikia destiny yako kama bado umekwama pale. Na alikuacha, akaenda, akaanza familia nyingine, sasa huwezi kaa hapo ukililia. You must learn to release and let go so that you can reach to your destiny. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na huko mbele kuna mambo mazuri, huko mbele kuna mambo, lakini ukikwama hapo, kwama hapo, hakuna kitu kizuri utapata. Paul alikuwa na past yake. Kuna mambo alikuwa amefanya, kuna masomo alikuwa amesoma, kuna heshima alikuwa amepewa,
Lakini hizo zote anasema ya kwamba nilizihesabu, hizi mashot zote, masomo yote, mambo yote makubwa nilihesabu kuwa vitu bure, kuwa kama mavi, ili niweze nikafikia kile ambacho kiko mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako mambo ya zamani yanakwasa watu wengi sana. Yanakwasa watu wengi. 2019 tuliiruka, lazima tuache mambo. Miaka yote imepita, mambo tumefanya. We just need to tell God we forgive wale wametukosea. We repent where we made mistakes. Kwa sababu watu wengine wamekwama nyuma kwa sababu they made mistakes and they live a tormented life. Wanaishi kama wamekuwa prisoners. Na tumeibiwa hapa. Tutikahota gutungatira hivi tutolewe. Ile tiguoi. No kinya tuohorwo, no kinya wiohore. Hata kama uliingia katika hiyo dhambi ukafanya kile kitendo, you can ask for forgiveness from God. Mungu anaweza kukusamehe na anaweza kukufungua so that you chart the way of your destiny. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nimalize kwa kusema hivi. Kuna watu wanaitwa monks. Unajua monks? M-O-N-K-S. Monks. Miaka ile ya zamani, wakati kanisa lilianza kama miaka ya 1000 AD hapo, wakati kulikuwa na shida nyingi kanisani, kuna watu ambao walitaka kujitenganisha na mambo ya dunia, wakaenda kuishi kichakani. They wanted to live ile inaitwa ascetic lives. Wakaenda huko kichakani kuishi maisha haya in the deserts. Wakaondoka wakaacha maisha so na walikuwa na rules, ndio wanaitwa monks. Wanaishi kule kunaitwa monasteries. Wale ambao wana kipawa cha kugugu na nini, jioni ukiwa umerelax kidogo unaweza kugugu mambo ya monks na monasteries. Walikuwa na their rules wakiwa pale, na walikuwa nasema kwa sababu tumeokoka ni lazima tujitenge na dunia. Na dunia ni wapi? Dunia ni huku watu wako na wanafanya mambo yote wanafanya. So we must, tukiokoka twende kichakani kwa desert, tukae huko tukojee Mungu akuje atuokoe tukiwa pale. Most of them believed, wanawake wanaleta dhambi. So kuangalia mwanamke, hata kuguza mwanamke ni dhambi. Kwa hivyo ndio walikuwa naenda kichakani. Monks, first of all, wote walikuwa wanaume. Walikuwa wanaume. Kwa hivyo walikuwa na shida na wanawake. Kuzi ya nemage hiyo. Kuzi ya kwani atumia dhakamono hii kwe. Bwana asifiwe. And they wanted to chastise their bodies. They thought their bodies are evil. One of the things that they thought is that the bodies are evil. So wakiwa na hiyo mambo ya kutamani mwanamke na nini, hisia zikiamuka, wanaona mili na waweka. So what do we do? Let us run away and go and hide kule kichakani, kule msituni. Tugojee Mungu huko, pahali hatutapata dhambi. And they did a lot of work. When they were there, hao monasteries na monks ndio walianzisha mambo makubwa sana kama mambo ya elimu. Universities were started by those monks in those monasteries. Mambo ya agriculture, ndio walianzisha mambo ya agriculture huko wakiwa huko kwa monasteries. God used them in a way. But I want to talk about two monks. Sasa mmejua monks ni wanani, hata wale hawako wanajua. Sasa wakati mmoja wakitembea wawili, kulikuwa wakati kama huu, kulikuwa na mvua kubwa sana. Wakakuta mama. Unajua the rules are, find a woman, don't look at her, don't touch her, don't be close to her. Lakini huyu mama alikuwa analia, tafadhali nataka kuvuka the other side and I cannot pass. Monks wako hapa wawili. Mmoja alikuwa mtakatifu sana na hata hakumwangalia. Akaingia kwa mto akavuka. Alafu akaenda kungojea mwenzake kule. Naye huyu akabaki akiongea na mama na kumuuliza ni shida gani na nataka nini. Mama akamwambia mimi nikivuka tu nitajua vile nitaenda kwangu. Na kwa sababu ni saa 11 usiku naenda, mkiniacha hapa sijui nitaenda namna gani. So huyu monk akachukua mama akawekelea ng'ong'o.
akavukisha pande ile nyingine. Alafu huyu mwingine anawaza, huyu moro ile vitonia kazi. Huyu ni hapo ameisha huyu. Sasa huyu hapa hakuna ndugu. Huyu sio ndugu tena. Na wakaongea sana, wakabishana sana. Akasema I have just done ndeka gĩko nĩtondũ nĩndateithia mũtumia ũrĩkũ ũcio na ndirathi gwake ndarari gwakwa ũhoro witũ wathire roha. Wakaenda after 2 weeks wakiwa kwa mkutano na mioksi hizo zingine. Huyu mzee akasema huyu hata hastahili kuongea hapa. Juzi tulienda pahali alibeba mama, he carried a woman kwa mgongo na akamvukisha kwa mto. Huyu hata anastahili tupu, sijui afukuzwe kwa hii monastery na nini na nini. Huyu mzee akasema, my brother, I did a very small thing. Mimi nilichukua mama, nikambeba kwa mgongo, nikamvukisha mto, nikamweka chini. But for you, for all those 2 weeks, you have been carrying this woman in the mind. Sasa tuambieni, kati yangu na huyu nani amefanya dhambi zaidi? Halo? Bwana asifiwe. Huyu watulete kuenda mutumia na mutwe. No ya kuwira litera yake mulingiaro. Otageka idano. No ya mukuete. Riu ni wiki cigana. Abia mwethako don't live in the past. Kuri andu matulete matitikite maundu hakiri-ini ciao. Mataiga gathi na make justifyaga ati onega gukira ari angi tondu mekaga. If you live in your past, you will never achieve your destiny. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Abia mwenzako of the past, achana nayo. Na angalia mambo yametendeka, yamesemwa. Watu hata wanaweza kusema mambo. Kwa hiyo maana ya maundu magaguthaga muno maundu, but it will not do any good when you keep on hanging on them. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ana maiga gato ngigena ni wagireri ko kitanira nao niki. Ana maiga gato ngihota na ni wahotireri. Why do you still keep on? Bwana Yesu asifiwe. Achana na hayo mambo. Leave the past. If you want to get to your destiny, disconnect yourself with the past. Achana na hayo mambo. Wengine walisema wakikukejeli, walisema kwa upuzi, waliongozwa na shetani kusema yale. You cannot live there. Praise the name of the Lord if you want to get to your destiny. May God help us. Abia mwenzako, Mungu atusaidie. Mwaka huu wa 2020 tungetaka kuona watu wetu wakiinuliwa. Mungu ananuia kutuinua. Mungu anataka kuinua familia zetu. Mungu anataka kubariki boma zetu. Mungu anataka kubariki kazi zetu. Mungu anataka kubariki watoto wetu. Mungu anataka kutuunganisha na familia zetu. Lakini ni lazima tuachane na mambo hayo ya kale. Ni lazima tuwe watu ambao watadepart from their past. Abraham miaka yote alikuwa ameishi bila mtoto. God is telling him, I will make you a father of nations. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I will make you a blessing to anybody who blesses you. Every nation of the world will be blessed of you. But if you agree to make a departure from your past, ya kwamba umesema, umezunguka sana, ya kwamba umejaribu sana, ya kwamba umejitahidi sana, hujaona kitu, hujapata mtoto, but God is telling Abraham, when you depart from your past, I am able to make new moves. I am able to make a difference in your life. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio neno la Mungu adhuhuri njema, na ndio ni njema tunapoanza mwaka mpya, ya kwamba Mungu anataka tuwafikie destiny zetu. Mambo matatu muhimu tumesema tutayafanya. Jambo la kwanza ni kuacha mambo ya kawaida. Don't just be an ordinary person. Don't just do ordinary things. Any small things that you find to do it in a perfect way. Want to do it better. Ujitahidi uifanye vizuri. Ni lazima usikize sauti ya Mungu, ijue, uielewe. Fanya Mungu mambo kama mtu ambaye anajuana na Mungu. Na jambo la tatu, lazima ujitenge na mambo ya kale. Na tukifanya hivyo, nguvu za Mungu zitatembea. Tutakuwa tunasema kila wakati,
Tukiingia Machi tunasema tumebarikiwa. Tukiingia Mei tunasema tumemwona Mungu. Tukiingia hata Julai tunasema Mungu anatembea pamoja nasi. Tunaona mambo ambayo yamekuwa yamefungana yakifunguka kwa sababu Mungu anaandamana pamoja nasi. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe.